Jina langu ninaitwa Rose William Sarwat, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Tanzania Widows Association Tawia, makao makuu yako Dar es Salaam, lakini pia tunafanya kazi kwa kupitia kanda na mikoa kwa kuonana na wajane na waratibu wao na vikundi vya wajane ambavyo ni wanachama wetu na mashirika ambayo pia yanashughulisha na mambo ya wajane ambao hata sio wanachama wetu. Tuna wanachama zaidi ya 27,000 katika nchi nzima ya Tanzania mpaka sasa. Umoja wa Wajane Tanzania pia una Umoja wa Wajane Afrika ambapo pia mimi ni mwanzilishi na ni kiongozi katika umoja huo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na sauti za pamoja za wajane hapa nchini Tanzania. Mwezi wa 6 tarehe 23 ni siku ya wajane duniani, na katika maadhimisho haya kwa hapa nchini Tanzania ni maadhimisho ya 12 ya siku ya wajane duniani. Kwa hiyo tumeona kwamba maadhimisho haya ya 12 tuje na kampeni kubwa ya kitaifa ambayo inaitwa The Kilimanjaro Widows Summit. Kwa nini tumelipa hilo jina? Tulitaka tuchukue hiyo attention ya watu kupitia mlima Kilimanjaro, lakini tumekuja na ujumbe unaosema andika wosia kuepuka migogoro sio ya lazima. Kuna migogoro ya mirathi ambayo sio ya lazima kama tu jamii itaelimishwa kuandika wosia. Kwa hiyo tumekuja na ujumbe wetu huo tukiwa na malengo kwamba tutapunguza migogoro mbalimbali inayoendelea kwenye maisha ya wajane kupitia uandishi wa wosia. Tunajua kabisa ya kwamba hatuna tamaduni za kuandika wosia nchi za Afrika, lakini tuna imani kabisa kwamba watu wakipata elimu ya kutosha, jamii kielimishwa vizuri, ikahamasishwa, watafanya hivyo ili kuokoa hii migogoro ambayo inaendelea kwenye maisha ya wajane. Lakini pia kampeni hii inaendelea mbuga za wanyama, tunaelekea Tarangire, tutaenda Ngorongoro, tutaenda Manyara. Lengo letu ni kufikia mikoa ambayo ina sekta ya utalii. Kwa hiyo tuna mkoa wa Kilimanjaro tumetumia mlima, hapa Arusha tutatumia mbuga za wanyama ya Manyara na Ngorongoro, lakini tunaendelea na mbuga zingine na mikoa mingine kuendelea kuelimisha jamii. Eti Gilbert, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Berick Tanzania Tours, na pia tuko pamoja na kampuni ya Kenzani ambapo tumeamua kufadhili kwa habari ya kwenda mbuga zote za wanyama, lakini pia kwa ajili ya malazi katika camps ambazo ni za Kenzani ambao tunafanya nao kazi kwa karibu. Kama wadau wa utalii, na tulipata taarifa ya wajane kwenda kutembelea mbuga za wanyama kwa kupitia hii Kilimanjaro Widows Summit, tukaona ni vyema kama kampuni kuwajali hawa wajane. Kwa sababu gani? Kama kampuni tuna utaratibu wa kusaidia jamii mbalimbali na jamii yenye uhitaji, tukiamini kwamba uwezo tulionao tumepewa na Mwenyezi Mungu, nasi lazima tusaidie jamii kama hasa wajane. Lakini pia kama mwanamke mkurugenzi na hili jambo linahusu wajane, nami nimeguswa kipekee na hii kampeni kwa sababu nami ni mwanamke, na ukiona mwanamke analia, na sisi ni pamoja wanawake lazima tujali wanawake wenzetu. Kwa hiyo nimeguswa kipekee kuwapeleka hawa wajane kwenye mbuga zote za wanyama. Wataenda Tarangire, wataenda Lake Manyara, wataenda Ngorongoro, wataenda Serengeti. Na Serengeti tuna wanyama wengi pale, tumewapa upendeleo watakaa siku 2. Watafanya full game drive, wataona wanyama wote. Kwa hiyo na imani wajane wakifurahi, hata sisi Mungu atatubariki kwa sababu tutakuwa tumegusa mioyo yao, kwa sababu nao watakuwa wamefurahi sana. Kwa majina naitwa Eric Semboni, ni mkurugenzi au mwanzilishi wa kampuni ya Berick Tanzania Tours. Tumejisikia kusaidia hii taasisi ya wajane Tanzania kwa kuwapeleka katika vivutio vya wanyama, lakini pia ni mchango katika jamii na pia ni katika kuitangaza, kwa sababu taasisi hii imekwenda Afrika na imekwenda pia kimataifa. Kwa hiyo tumetumia pia fursa hii kutangaza kampuni na pia kuendelea kuwasapoti katika shughuli zao. Tuendelee kuwatia moyo, endeleeni kuchapa kazi, endeleeni kupambana. Bahati nzuri baba askofu wamesikia lile la miaka 60, lakini uzuri Rose pia wewe tumekuelewa. Ni wahakikishie kwamba ofisi ya meya wa jiji la Arusha iko pamoja na nyinyi. Na mimi mwenyewe nimegundua vitu vingine kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo nitakuwa advocate wa kwanza wa nini? Yaani nitakuwa mwakilishi wenu kuwapelekea ujumbe wenu kwa wakazi zaidi ya 1,000,000 wa halmashauri ya jiji la Arusha. Na hapa ninapoongea mimi naandika kitabu. Nafikiri chapter 1 nitaandika ya wajane. Kwa sababu
changamoto ambazo mnakutana nazo, mimi nafikiri ni vizuri watu waelewe vizuri, na Rose nitataka input yako kwenye hilo eneo ili niweze kutengeneza kitu kizuri kwa kila mtu.